Bwana, kinachoendelea kwa wakati huu pale Simba Sports Club ni kitu kinachoitwa squad overhaul, mapinduzi ya kikosi. Simba wanafanya mapinduzi makubwa ya kikosi Januari hii, katika hali ambayo pengine hata kwa hichi ambacho kimetokea in terms of results, pengine labda watu hawakuwa wanaona kwamba kutakuwa labda kuna kitu kama hichi, lakini Simba wanafanya mapinduzi ya kikosi kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo. Viongozi wa Simba wanataka kukifumua kile kikosi walau kwa zaidi ya 50%. Hichi ni kitu ambacho yupo mdau alinifuata mimi binafsi akajaribu kuniuliza, lakini pengine kwa faida ya mlio wengi na pengine wapo ambao wanataka pia kujua kuhusu hichi, ni kwamba viongozi wa Simba wanapanga kufanya mapinduzi ya kikosi. Mapinduzi ya kikosi yanaratibiwa katika utaratibu wa aina gani? Ukijaribu kutizama miongoni mwa vitu ambavyo Simba wanajaribu kuvifanya kwa wakati huu kama sehemu ya kufanya mapinduzi ya kikosi, kuna vitu viwili vikubwa. Kwanza, bila kujali kama wewe ni mchezaji ambao ulikuwa unaonekana una uwezo wa kuendelea kuisaidia Simba au la, Simba wanachojaribu kukifanya hivi sasa ni kufanya kitu kinachoitwa resell, kwamba kila mchezaji ambaye anaonekana kuwa ana thamani ya kuuzika, Simba wanafanya haraka sana kwenye dirisha hili kumuuza. Ndio maana umeona biashara ya mtu kama Jean Charles Ahua, umeona pia biashara ya mtu kama Steven Dese Mukwala. Simba wanajaribu kuhakikisha kila anayeweza kuuzika auzwe, kila anayeweza kuuzika auzwe, kila anayeweza kuuzika auzwe. Mpaka sasa hivi kuna mauzo ya wachezaji wawili yamefanywa. Kisha baada ya hapo, Simba wanajaribu kukifanya hivi sasa ni kuangalia ni wachezaji gani ambao wanachukua mshahara mkubwa huku wakiwa wanatoa matunda madogo uwanjani. Ndipo taarifa za mtu kama Neo Maema hivi sasa zinaanza kuzagaa kwamba Simba wako kwenye hatua za mwisho kabisa. Vyanzo vingi vinaripoti hichi kitu kwamba Simba wako kwenye hatua za mwisho kabisa za kumalizana naye. Huu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanavuta mkwanja mrefu kwa mwezi katika kikosi cha Simba Sports Club, lakini kwa upembuzi wa ndani ambao viongozi wa Simba wameufanya, wameona kwamba huyu ni mchezaji ambaye anachokitoa uwanjani relative na kile ambacho anakipokea kila mwezi ni kidogo sana. Kwa hiyo anaona bora wamalizane naye, arudi Mamelodi Sundowns. Huyu alikuja kwa mkopo, kwa hiyo anarudi katika klabu yake mama ya Mamelodi Sundowns. Wengine ni wachezaji ambao wa kigeni, na ili panga kiukweli litawagusa of course wageni wengi. Kila ambaye anachukua nafasi ya mgeni na akawa anaonekana kwamba hatoshelezi katika kikosi cha Simba, Simba hivi sasa wanafanya haraka sana, ni ama wakuuze, ni ama wakuvunjie mkataba. Swala la kuuza nilishalizungumza, ni ama wakuvunjie mkataba au wakutoe kwa mkopo. Ndio unapoanza kuona mtu kama kina Budo Mutale hivi sasa kuna vuta ni kuvute baina yake na viongozi, anataka kuuzwa, viongozi wanasema tutakutoa kwa mkopo. Lakini almuhimu haitoishia hapo. Kila mchezaji wa kigeni ambaye anaonekana kabisa anaweza kuwa replaced ama kwa kuvunjiwa mkataba au kwa kutolewa mkopo, basi inaonekana kuwa ndo kesi ambayo itafuata. Kuna mazungumzo kuhusu Shamu naye kuwa anahusishwa hapo. Mohamed Bajabir hazijatoka taarifa zozote, lakini naye ni mtu ambaye kwa hali yake ya majeraha namna ilivyo, anaweza pia kuwa hatarini kuweza kuona ni mtu ambaye anapisha katika muktadha wa namna hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo hivi sasa Simba wako very aggressive kwenye kufanya usafi ndani ya kikosi. Of course, mimi nikitakiwa kuweka mtazamo wangu, mimi siamini kama tatizo la msingi linaanzia kwa wachezaji, lakini wachezaji wa Simba pia ni miongoni mwa changamoto ambazo zipo. Siamini kama wengi wameset standard ambayo inatakiwa hivi sasa katika klabu kubwa kama Simba. Licha ya kwamba wote hawakuwa ndani ya ile team, kuvaa ule uzi in the first place ilitokana pia na maamuzi ambayo yanaonekana kutokuwa mazuri ya viongozi ambao wamekuwa ni endelevu dirisha baada ya dirisha. Kwa hiyo of course hili ni sehemu ya tatizo dogo ambalo lipo ndani ya Simba, lakini viongozi wameona bora waanze na kinachofanyika uwanjani. Kila ambaye anaonekana kuwa hatoshelezi, kila ambaye anaonekana kuwa hajafikia standard ambayo Simba wanaihitaji, basi anaweza kuwa ni mtu mwenye kupisha mwisho wa siku. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinaendelea sasa ndani ya kikosi cha Simba. Utasikia mambo mengi sana kwenye hizi siku takriban 10 za mwisho kuelekea kufungwa kwa dirisha dogo. Simba kuna biashara kubwa sana wataifanya kwenye hizi siku 10. Kuna usafi mkubwa sana ambao utaufanya kwenye kikosi. Yaani tukianza mwezi wa pili, Simba inakwenda kuwa ni timu tofauti kabisa kwenye makaratasi. Kuna majina mengi kabisa mapya. Yaani kiufupi sasa hivi ni kama Simba huko kwenye dirisha kubwa. Sema tu hawana pre-season ya kwenda kuwajaribu hawa wachezaji. Lakini kuna usafi mkubwa wa kikosi wanataka kuufanya. Viongozi hawaamini kwamba kundi la wachezaji ambalo lipo hivi sasa linaweza kuendelea kupush na kwenda kurudisha heshima ambayo imepotea kwa muda wa miaka 4 pale Msimbazi. Wanaamini mabadiliko yanahitajika. Of course mimi nikitakiwa niweke bayana pia mtazamo wangu kuhusu hili, mimi siamini kama mbio za ubingwa zimemalizika, wala siamini kama zimefika hata robo. Bado ni mapema sana. Simba wamezidiwa alama 6 na Young Africans, wana mchezo mkononi, hawajakutana wao wenyewe kwa wenyewe na wana nafasi ya kuendelea kuboresha kikosi chao. Kwa hiyo
kabla hawajachelewa moja kwa moja, Simba wanaona ni bora hizi siku 10 zilizobaki wafanye kila linalowezekana, wampe Steve Barker Simba tofauti mwezi wa pili ukianza. Kuhusu kufanikiwa kwa hiyo Simba mpya au la, hiyo ni issue nyingine, namna ambavyo wachezaji watakuwa wanaingia taratibu kwenye mipango ya mwalimu, viwango halisi vya hao wachezaji, kama na wao pia walikuwa ni usajili sahihi. Lakini kitu ambacho naweza nikakithibitisha ni kwamba Simba wanafanya mapinduzi ya kikosi, Simba wanakwenda kuonekana tofauti tutakapokwenda kuanza mwezi wa pili. Usije kushangaa ukaona pengine si chini ya wachezaji 10. Maana hivi sasa ninavyozungumza Simba wamesajili goalkeeper, wamesajili beki wa kati, wamesajili beki wa kushoto, wamesajili kiungo mshambuliaji, wamesajili winga. Taarifa zinadai wamemalizana pia na mshambuliaji, na kuna viungo wengine wasiopungua 2 wanaweza wakaingia kwenye timu. Kwa mpaka hivi ninavyozungumza pengine kuna takriban wachezaji 8. Hapo hatujazungumzia pengine wachezaji ambao labda wataachwa kwenye kikosi cha Simba na nafasi zao pia zitahitaji kuboreshwa vile vile. Kwa hiyo siku 10 ukasikia majina 10 pale Msimbazi, usishtuke, mapinduzi makubwa yanafanywa. Simba hawawezi kuvumilia hichi ambacho kinaendelea. Wanataka kuona picha mpya mwezi wa pili utakapoanza. Wanataka kuona Simba ya tofauti. Haijalishi nini kitatokea kwenye michuano ya kimataifa, lakini kwenye ligi ya ndani na kwenye FA Simba wanataka kuhakikisha wanakuwa na sura tofauti kwa ajili ya kwenda kuchuana kikamilifu kwenye michuano hiyo.